Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Ni mshike. Usisahau kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na X zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ. Lakini usisahau pia kuungana nasi kupitia ukurasa wetu wa Instagram Azam TV Sports. Huko unaweza kutuandikia maoni yako na tutakuja kuyasoma hapa ili uweze kushiriki nasi moja kwa moja mshike hapa studio. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuanze kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Rasmi mtanange wa dabi ya mashemeji kati ya Gor Mahia na FC Leopards uliopangwa kuchezwa Jumapili ya Mei 11 mwaka huu umeahirishwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirikisho la soka nchini Kenya FKF usiku huu, uamuzi huo umefikiwa baada ya kuthibitika kuwa kwa sasa hakuna uwanja mbadala unaokidhi kuandaa mchezo huo mkubwa nchini Kenya. Awali ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Kasarani, lakini FKF ilipokea maelekezo kutoka shirikisho la soka barani Afrika CAF la kutotumia uwanja huo, ikiwa ni pamoja na ule wa kimataifa wa Moi ambavyo vinaendelea na maboresho kwa ajili ya CHAN mwezi Agosti mwaka huu. Aidha, taarifa ya CAF ilishauri kutumika kwa uwanja wa Ulinzi Complex na uchezwe pasina kuwa na mashabiki kabla ya wamiliki wa uwanja huo kukataa wazo hilo, wakihofia sababu za kiulinzi na usalama. Muda huu unaungana na Frank Ogola ambaye ni meneja wa ligi na mashindano wa FKF kuzungumza naye mawili matatu kutoka kwake. Kwanza tufahamu kuhusiana na hili la kuahirishwa kwa mchezo huo. Frank, pasina shaka uko nasi muda huu, karibu sana kupitia mshike. Frank, unanisikia? Frank, hapo unanipata? Naona kuna changamoto kidogo ya kuelewana na Frank Ogola ambaye ilibidi atujuze mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Si mara ya kwanza Kenya wanaahirisha mchezo huu kunani. Tulitaka kufahamu zaidi kutoka kwake Frank Ogola, lakini tutarejea kwake pia hapo baadaye tuweze kujua mengi kutoka kwake, kwa sababu yeye ni miongoni mwa wale wako kwenye mamlaka za soka nchini humo na atatujuza zaidi. Kaa hapo usiondoke. Tusalie huko, na sasa tukiendelea kulitazama hili kwa kina, tunaungana na mchambuzi wetu wa soka Jason Sagini akiwa Nairobi nchini Kenya kupata maoni yake. Sagini, dabi ya mashemeji inaendelea kuwaumiza kichwa. Kulikoni? Naam, asante sana mwenzangu ukiwa hapo Dar es Salaam Tanzania. Niseme asante na shukran sana tena kunialika ndani ya kipindi chenu kutoka hapa Nairobi nchini Kenya. Na unapozungumzia debi la mashemeji kuahirishwa tena msimu huu kwa mara ya pili, kikweli kabisa ni jambo ambalo linakata mmaini, lakini pia linayusha mchecheto, lakini pia ule munkar ambao ulikuwa na mashabiki wengi sana hapa Nairobi kuelekea debi kubwa la Afrika ya Mashariki na Kati. Na unapozungumzia options walikuwa nazo Gor kuweza kuandaa mechi hiyo, ni kwamba moja, waweze kucheza mechi hiyo katika uwanja wa Ulinzi ambao una uwezo wa kushiba mashabiki kwa wakati mmoja 10,000. Na unapozingatia mashabiki wote wa pande mbili, Gor Mahia na FC, kila moja ana mashabiki wengi, na unapoleta pamoja mechi hiyo huenda wakazidi hata mashabiki 40,000. Kwa hivyo walihisi kwamba labda kuweza kuweka mashabiki 6,000 pekee katika uwanja huo kama kigezo muhimu kuweza kukidhi vigezo vya uwanja huo Ulinzi, nafikiri walifikiri kwamba huenda alikuwa nyuma fursa, lakini pia nafasi kubwa mashabiki wengi sana nchini Kenya kuweza kufika uwanjani humo kuweza kuangalia debi kubwa la hapa nchini. Lakini je, mechi hiyo ingechezwa uwanjani Kasarani bila mashabiki? Hapa kuna kizungumkuti kwamba Gor Mahia na FC kila moja anajua kwamba debi siku zote bila mashabiki si debi. Kwa hivyo labda wanahisi kwamba mechi hiyo kuchezwa bila mashabiki uwanjani Kasarani kwamba kuhofia uharibifu wa mali kuelekea michuano ya CHAN mwezi Agosti mwaka huu hapa nchini Kenya, labda debi hilo litakosa ile haiba ama viwango ama ladha ya kwamba hili ilikuwa ni debi kubwa. Lakini je, watafanyaje? Ukizungumzia swala la muda, manake ligi inakwenda kukamilika, imesalia mechi kama 4-5 kabla ligi hiyo ya Kenya kuweza kutamatika. Je, ni suluhu gani bora la kuweza kuona ligi imekamilika, na kwamba debi hili pia ni muhimu katika kubaini mshindi wa ligi? Maana Gor Mahia kufika sasa hivi wapo alama 2 pekee nyuma ya viongozi Kenya Police katika ligi kuu ya soka nchini Kenya. Kwa hivyo ni wakati ambao nafikiri FKF inafaa ikae chini pamoja na vilabu viwili kuweza kuangalia ni njia gani mwafaka ya kuweza kubaini na kuweza kujua debi lichomana, kwamba debi kutochezwa inaona kwamba ligi haitakamilika. Pia unapozungumzia kwamba je, chaguo la kwamba mechi ichezwe nje ya Kenya, labda Uganda ama Tanzania, je, ni chaguo bora? Nafikiri kwamba mara mingi debi kuchezwa huko si wazo baya, lakini je, mashabiki wangapi ambao watakuwa na uwezo wa kusafiri kuelekea aidha Tanzania ama Uganda kuja kuangalia debi? Manake inapochezwa nje ya Kenya
itakuwa na adhari mbili. Moja, kwamba labda debi hiyo inakosa ile ladha na utamu wa nyumbani, lakini pia adhari pia nyingine ni kwamba mashabiki wengi watakosa kusafiri kuelekea labda Tanzania au Uganda kuweza kuangalia ni mechio kubwa kabisa. Lakini mwisho kabisa ukiangalia kwamba tumekuwa na hali ya msuko hapa nchini Kenya, hasa wikendi jana tumeshuhudia huko Gusii katika Shabana na Gor viwanja vikiharibika, watu wakiumia uwanjani humo. Labda pia ni adhari ambayo pia inapelekea labda kuweza kuangalia labda debi hilo likichezwa kutakuwa na adhari kubwa kama hiyo uwanjani Kasarani, lakini pia uwanjani Ulinzi. Nafikiri ni wakati kwamba FKF pia inafaa ikae chini kama wasimamizi wa ligi kuu ya soka Kenya kuweza kubaini njia mwafaka za kuweza kuzuia rabsha na pia uharibifu wa mali ndani ya uwanja, lakini pia nje ya uwanja wakati wa michezo mikubwa ama mechi kubwa za soka hapa nchini Kenya. Lakini kweli kabisa kufikia sasa hivi wengi wanasikitia kwamba labda huenda debi hiyo isichezwe, na kutochezwa kwake lazima FKF ina kazi kubwa kuweza kukaa chini na kuja na njia mwafaka pamoja na Gor, lakini pia pamoja na FC kuweza kuwa na debi hiyo imechezwa mwisho wa msimu. Shukrani sana Sagini kwa kutujuza machache. Ni Sagini huyo kutoka kule Kenya, mwandishi wa habari mwandamizi akituarifu kuhusiana na kuahirishwa kwa dabi ya mashemeji. Si mara ya kwanza dabi hiyo inaahirishwa. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionao leo. Na sasa tukitazama kikosi cha KMC, tukirejea hapa nyumbani ambapo kikosi hicho cha Wanakino Boys kinaendelea kujifua nyumbani kwao. Chanzo kikiwa ni kuelekea kwenye mchezo unaofuata wa ligi kuu ya NBC ambao watakuwa wanamenyana na wekundu wa Msimbazi Simba. Kikosi hicho kimeendelea na maandalizi na hii ni sehemu ya kile ambacho amekizungumza kuelekea mchezo huo. Ni katika uwanja wa KMC Complex ambapo kikosi cha KMC Football Club kikijifua kujiandaa na mchezo wa weekend hii, mchezo wa kiporo watakapowakabili Simba Sports Club katika uwanja huu. Mchezo uko vizuri, tunajiandaa vizuri. Of course tumepata siku kadhaa za maandalizi. Bahati nzuri tumepata kuwa study Simba. Jana walikuwa wanacheza mchezo wao pia hapa. So tumepata kuangalia mchezo na kuweza kuanalyze kwenye maeneo yote. So nafikiri tuko sawa tactically na we're ready. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumejiandaa vizuri na tunajua kabisa mchezo ni mgumu, lakini tunahitaji alama kutokana na msimamo ambavyo ulivyo, tupo chini. Kwa hiyo tunahitaji point ili tuweze kusogea juu. Kwa hiyo tunajua mchezo utakuwa mgumu, lakini nafikiri tumejiandaa vizuri na morali ipo juu na kila mchezaji mmoja yuko vizuri, na naamini kabisa kama tukijitolea kwa 100% naamini tutapata matokeo katika mchezo huu. Afisa habari wa kikosi cha KMC Khalid Chukuchuku ambaye ameelezea namna wanavyojipanga kuhakikisha wanamaliza vyema mechi zao zilizosalia katika msimu huu. Kwa bahati mbaya timu moja tu ambayo imeshuka daraja rasmi kwa maana ya Ken Gold, lakini timu ambazo zimesalia kutokea nafasi ya kuanzia nafasi ya 7 hadi nafasi ya 15, kila timu inaweza ikashuka au kucheza playoff. Kwa tahadhari yetu ni kupambana tusicheze playoff au kushuka daraja. Kwa hiyo ili usicheze playoff unatakiwa ushinde michezo ya namna hii au utafute sare kwenye michezo ya namna hii, na baadaye unakutana na timu ambazo mnafanana level, basi mpushi muweze kupata matokeo kwa ajili ya kufanya timu isalie ligi kuu kwa ajili ya msimu ujao. Ni Khalid Chukuchuku, afisa habari wa KMC. Tuwatazame mahasimu wao ama wapinzani wao kuelekea mchezo unaofuata, na hawa si wengine ni wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya jana kuvuna alama 3 mbele ya Pamba Jiji, hakuna mapumziko ndani ya kikosi cha mnyama Simba. Sasa kikosi hicho kimerejea mzigoni kujiandaa na mchezo dhidi ya utoza ushuru wa manispaa ya Kinondoni. Haya yamethibitishwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ahmed Ali alipozungumza na Mshike. Maandalizi yameanza rasmi hii leo mara baada ya kumalizana na Pamba Jiji jana katika mchezo wa jana. Hii leo tumerejea tena katika uwanja wa mazoezi na kuanza maandalizi kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya KMC. Mchezo wetu na KMC utapigwa siku ya Jumapili tarehe 11 katika uwanja wa KMC. Na hili ningependa kulisisitiza mara kwa mara kwa sababu bado watu wamekuwa na maswali wakidhani na wakiuliza kuwa mechi ni Tabora. Mechi imehamishwa kutoka Tabora na kuja uwanja wa KMC. Kwa hiyo wale wana Simba wa Tabora ambao walikuwa wamejiandaa kuipokea na kuiona Simba yao, tuwataarifu tu ya kwamba mechi imehamia katika uwanja wa KMC. Maandalizi yameanza, tuna leo Ijumaa na kesho Jumamosi, Jumapili tunaamkia uwanjani. Itakuwa ndiyo mechi yetu ya mwisho
ya kukamilisha viporo vyetu vinne ambavyo vitatu tumevitafuna vizuri, amesalia kiporo kimoja tu. Na ukiangalia hali ya hewa ya Dar es Salaam hivi sasa kuna baridi, kwa hiyo viporo havichachi, vinatafunika vizuri tu. Tumeanza kutafuna cha Mashujaa, tukaja cha JKT, tukamtafuna Pamba, na sasa tunakwenda kumalizana na KMC. Mchezo dhidi ya KMC hautakuwa mepesi kutokana na mahitaji waliokuwa nayo KMC. Bado hapo kwenye nafasi nzuri sana na wanajipapatua kuona namna gani wanarejea katika ubora wao ama wanabaki katika usalama wa kuendelea kutumika katika ligi kuu. Kwa hivyo wataingia na nguvu kubwa ya kwenda kupambana kuhakikisha kwamba wanachukua alama 3 mbele ya mnyama. Na sisi tunataka ubingwa msimu huu. Kwa hiyo tutaingia katika mchezo huo kwa nguvu kubwa ya kwenda kupambana tukachukue alama 3 mbele ya KMC, twende kimataifa, twende kwenye fainali tukiwa tuko vizuri kweli kweli. Ni Ahmed Ali, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba, akizungumzia maandalizi yao kuelekea kwenye mchezo unaofuata. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo nimekujuza, lakini nikukumbushe kuna mengine makubwa ambayo yatakujia kupitia kisimuzi chako cha Azam TV usiku wa leo. Ni kama ambavyo unaona, leo ni Ijumaa, kuanzia majira ya saa 3:45 usiku AC Milan watakuwa mzigoni dhidi ya Bologna, miongoni mwa mechi ambazo utazishuhudia mbashara kupitia kisimuzi chako cha Azam katika chaneli ya Azam Sports 2 HD. Usikae mbali na kisimuzi chako, hakikisha kimenona ama kimetuna ama kimelipiwa. Mshike usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo. Hapa awali nilikujuza kuhusiana na kuahirishwa kwa mashemeji dabi kule Kenya, ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na mashabiki na wadau wa kabumbu hapa Afrika Mashariki, na tulikuwa tunaungana na Frank Ogola. Bahati mbaya kwa kuna changamoto ya mtandao, pasi na shaka muda huu Frank unanisikia, sio? Naam, shukrani sana kwa kuungana nasi. Si mara ya kwanza dabi hii inaahirishwa, na sababu ni zile zile ambazo ni kama zinaelekeana tu viwanja. Kulikoni? Tupo kwenye matayarisho ya kuandaa michuano ya CHAN ambayo yataanza mwezi wa Agosti. Hiyo inamaanisha kwamba viwanja ambavyo huwa zinatumika kwenye ligi ndivyo viwanja ambavyo vitatumika kwenye CHAN, na viwanja hivi vimefungwa kwa sasa kujiandaa. Bado ni Nyayo Stadium na Kasarani Stadium. Hiyo inapatia changamoto kwa ajili mechi ya derby lazima iandaliwe kwenye kiwanja ambacho kitahakikisha usalama sio tu kwenye wachezaji bali pia kwenye mashabiki. Na hiyo imechangia kuahirishwa kwa mechi hii mara nyingine. Kama ulivyosema, msimu huu tumeahirisha mechi ya derby, lakini tuna imani ya kwamba wiki zijazo ama siku zijazo tutaweza kupata suluhisho na kuwa na mechi hiyo kabla ya kuisha. Ukijaribu kuangalia, kulikuwa kuna huo mjadala wa viwanja ambavyo walau CAF walishauri vitumike licha kuwa mchezo ungeweza kuchezwa bila mashabiki, lakini wamekataa kwa kuhofia sababu za kiusalama. Kuna dalili zozote za pengine kuenda nje ya Kenya, ama wapi ambako mnadhani mnaweza mchezo huo mkaupangia kuchezwa mbeleni? Mpira ni ya mashabiki. Kama wanavyosema, mpira ni ya mashabiki. Football is for fans. Kwa hivyo mechi lazima ichezwe mahali ambapo mashabiki wapo. Kwa sasa mashabiki wa derby ya kati ya Gor Mahia na Leopards wapo. Kwa hivyo ni juhudi tufanye tu pande wetu juu chini, tuhakikishe kwamba mechi imechezwa mahali ambapo mashabiki wepo. Tunawasiliana na wale ambao wanasimamia viwanja kwa sasa hivi ambao ni CAF pamoja. Naam, Frank, naona tunapata changamoto kidogo kuelewana na mtandao imekuwa changamoto. Tutapata pia wasaa mwingine wa kujadili na kuzungumza zaidi. Ni Frank Ogola, meneja wa ligi
na mashindano ligi kuu kule Kenya ama FKF, nikizungumza naye kuhusiana na kuahirishwa kwa mara nyingine mechi ya Mashemeji Derby wakati wa ligi ikiwa inaelekea mwishoni. Sasa viwanja vile ambavyo vimeshindwa kutumika vilikuwa vina uwezo wa kubeba mashabiki ambao wangetosha mchezo huo. Swali ni je, ni wapi watapeleka tena mchezo huo kama utatakiwa kuwa na mashabiki, kwa sababu Mashemeji Derby ni miongoni mwa ligi derby kubwa na inatarajiwa kuwa na watazamaji wengi. Turejea nyumbani na tuelekea kuangalia mengine. Nilikuwa nakujuza hapo kuhusiana na alichokizungumza Ahmed Ally kuelekea mchezo wao unaofuata wa ligi kuu ya NBC. Sasa tusalie hapo. Katika hatua nyingine, klabu ya Simba imejikita pia kwenye vita vya clean sheet, hii ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC pamoja na ufungaji bora kuelekea mwishoni mwa msimu huu wa ligi. Hayo yamezungumzwa pia kwa mara nyingine na Ahmed Ally. Upande wa clean sheet, Kamara tayari ameshafikia record ya mlinda mlango Ray Matampi ambaye alikuwa ni kipa bora wa msimu uliopita. Ray Matampi aliyekuwa Coastal Union alikuwa na clean sheet 15. Kamara hadi kufikia sasa, tukiwa tumesalia na michezo 5 mkononi, tayari Kamara ana clean sheet 16. Maana yake ni kwamba tayari ameshavunja rekodi ya kipa bora wa msimu uliopita. Sasa ana 16, lakini anaendelea kutanua wigo wake, aendelee kuandikisha clean sheet nyingi zaidi ili aende akang'ang'ane kwenye kinyang'anyiro cha mlinda mlango bora wa msimu huu. Mpaka sasa ukiangalia kipa bora katika ligi kuu ya Tanzania bara ya NBC, hakuna wa kumfikia Musa Kamara Spider Pinpin, lakini anahitaji kutanua ubora wake zaidi, kutanua wigo wa ubora zaidi ili wengine wasisogelee wala kumkaribia. Kwa hiyo golini tutaendelea kumuona Musa Kamara, labda yatokee mengineyo. Kwa upande wa maeneo mengine, mwalimu ameendelea kufanya mzunguko ama rotation, naita hivi wazungu, wakibadilisha watu kadha wa kadha. Tumeona mechi ya jana mwalimu ameanza na Hamza na Inspector Karabwa, baadaye akatoka Hamza akaingia Shema Lon Fondo, lakini kushoto anakuwa anabadilishana Duchu na Kapombe. Mwalimu anaangalia kulia huku mbele kwa mbele kwa maana ya Valentino Uma pamoja na Shabala na wenyewe wana switch. Kwa hiyo mwalimu amekuwa akifanya huo mzunguko ili kumpa kila mchezaji nafasi, na mchezaji anayepumzika mechi hii, mechi inayokuja anacheza, kwa sababu anakuwa na energy ya kuitumikia Simba sawa sawa. Upande wa ufungaji mbele au anateba ya kwanza, tunayo furaha kubwa kuona tunaongoza idadi ya wafungaji bora, na Simba tunao 3 kwenye ile top 10. Tunaye Jean Charles Ahoua, tunaye Christian Lionel Ateba na tunaye Steven Desemukwala, wote wanaingia kwenye ile top 10 ya wafungaji bora. Sisi kwetu ni jambo la faraja kweli kweli, hasa kwa Jean Charles Ahoua. Kimfumo si mfungaji asilia, lakini amefanikiwa kuwa na magoli mengi zaidi kuliko washambuliaji wengine wote Tanzania. Ni jambo la kufarijika sana. Kumbuka huu ni msimu wake wa kwanza, amefanikiwa kuwa kinara wa mabao mpaka hivi sasa, hilo moja. Lakini vile vile ukimwangalia mtu kama Ateba, na yeye ni msimu wake wa kwanza, amefanikiwa kufunga magoli 10 na zaidi. Ukimwangalia Desemukwala ni msimu wake wa kwanza, amefika magoli 9. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba tumesajili wachezaji wazuri msimu huu, na ndio maana ndani ya msimu wao wa kwanza wameweza kufunga magoli mengi zaidi. Na mimi naiona kiatu cha mfungaji bora kinakuja Simba Sports Club. Ni Ahmed Ally, meneja wa habari na mawasiliano klabu ya Simba. Hicho alichokizungumza tukitazame kwenye namba na namna kinavyojiakisi ama kuonekana, hasa tukianzia kwenye wafungaji ambao wanakimbizana na namba zao. Hawa ni wafungaji 5 bora kwenye kikosi cha Simba. Jean Charles Ahoua magoli 15, assist 7, dakika alizocheza ni 1590. Kifupi ni kwamba amehusika kwenye magoli 22 mpaka sasa. Lionel Ateba magoli 12, assist 3, amehusika kwenye magoli 15 mpaka sasa. Steven Desemukwala magoli 9, assist 3, amehusika pia kwenye magoli 12 mpaka hivi sasa.
Lakini Fabrice Luamba Ngoma yeye amefunga magoli 4 akiwa hana assist hata moja, pamoja na Elim Panzo magoli 3, assist 4 akiwa amehusika kwenye magoli 7. Lakini katika wote hawa ambaye amecheza dakika chache zaidi ni Steven Dese Mukwala. Yeye amecheza dakika 898, amehusika kwenye magoli 12 akifunga 9 na kuasisti 3. Wengine wamecheza dakika 1000 na kitu, ukimtoa Mpanzo ambaye yeye ameingia baada ya mwezi wa kwanza ama dirisha dogo lile. Kwa hivyo pia ni miongoni mwa nyota pia ambao wanatazamwa kwa jicho la kipekee. Mpanzo takwimu zake sio pia za msimu mzima, ameanza baada ya dirisha dogo la mwezi Januari. Baada ya kutazama namba hizi, tuendelee kuangalia namba zingine ambazo kwa kiasi kikubwa zimezungumzwa na Ahmed Ali na pengine zimefanya mjadala kuwa mkubwa zaidi kwenye eneo hili. Lakini ukijaribu kuangalia kwa haraka mjadala mkubwa ni hapo. Hawa ni nyota 5 ambao wana namba kubwa kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba mpaka hivi sasa ambapo tunazungumza, ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC, na Jumapili hii watakuwa na mchezo mwingine. Sasa nini kitatokea? Mimi na wewe tufahamu. Baada ya kumalizana nao, twende kwenye anga za kimataifa. Jumapili hii miamba ya soka Hispania FC Barcelona na Real Madrid inakutana katika mchezo wa El Clasico ambao una kujia mbashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Mwenzetu Hadija Alifa amepita mitaa mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam na kuzungumza na wadau mbalimbali kuelekea mtanange huo. Baki siku moja kuelekea katika mchezo ambao unafuatiliwa na mamilioni ya wapenda soka ulimwenguni. Nimepata wasaa wa kuzungumza na baadhi ya wachezaji wa timu ya KMC FC, ikiwa mbali na kwamba ni wasakata kabumbu, lakini pia ni mashabiki na wafuatiliaji wa soka la kimataifa, hususan ligi hii ya La Liga ambayo inaruka mubashara kupitia kisimbuzi cha Azam TV. Mchezo mgumu kwa sababu ukiangalia kwenye msimamo palivyo, tumekuwa wahanga wote kwamba tumeshapoteza kwenye klabu bingwa, kwa hiyo wote tunafikiria kule. Timu yangu inapitia changamoto ya injury inaweza zikatufanya kwamba kutokuwa kuna kwenye ubora zaidi, kwa sababu timu yangu nikiangalia mbele na ubora mkubwa, lakini injury safu ya nyuma kidogo imekuwa ni shida, na tukiangalia wapinzani wetu wamekuwa ni katika wakati bora zaidi, hasa katika ushambuliaji wao. Ni timu ambayo haiwezi kacheza ikakosa goli. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, naamini kabisa benchi la ufundi linaamini katika situation hiyo lazima waweze kuikabili sana, kwa sababu ndio situation ambayo inaweza ikawasababisha kupoteza mchezo. Naamini Madrid ina ubora na wachezaji ambao mbele wana safu nzuri ambao wanaweza wakapata magoli, lakini tuna jukumu kubwa kwenye kulinda, ndio sehemu ambayo hata mimi kama mshabiki inanipa mashaka kutokana na injuries zilizotawala kwenye timu. Lakini mwisho wa siku hapajawahi kuwa na finali ndogo, hasa katika El Clasico hajawahi kuwa nyepesi. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu tumenakumbuka tu wameshapoteza El Clasico 3. Kwa hiyo mechi watakuja kwa ajili ya kulipa kisasi. Kwa naamini mechi itakuwa ngumu, lakini naamini tutawafunga kwa sababu tupo kwenye mbio nzuri za kupambania ubingwa na zimebaki mechi 4. Lakini pia kwa upande wa wachezaji ambao ni mashabiki wa timu ya Barcelona, hawakuwa nyuma kutamba kuhusiana na timu yao kuchukua alama 3 muhimu katika mchezo huo. Madrid vs Barcelona. Mimi kwanza ni mpenzi wa Barcelona cha kwanza, na ni mechi ambayo huwa napenda sana kuziangalia. Na hisi hapa katika msimu huu itakuwa ni mechi ya 4 tuenda kukutana nao. Baada ya mechi ya kwanza tumekutana naye ligi tukampiga, mechi ya pili tena, hii mechi ya 4 tuenda kukutana nao ambayo itakuwa Jumapili. Mechi itakuwa ni nzuri na pia itakuwa na vitu vingi, lakini as I say, Barcelona siku zote tutabaki kwa top. Mechi inayofuata tunaenda kumfunga mechi ya 4. Tunampiga mechi mfululizo 4. Kama unavyoona timu yangu Barcelona sasa hivi ipo katika kiwango kiliko bora. Unajua ina vijana wadogo sana. Tukisema kwanza kuwazungumzia mmoja mwenyewe unajua, kwa sababu tuna kijana wetu mdogo wa miaka 17 18 Yamal. Bado tuna wachezaji wetu wazuri, kuna kina Pedri, kina Gavi, kuna Rafinha, kuna kina Dani Olmo. Umeona kuna kina Eric Garcia. Mechi ya El Clasico itakuwa ngumu. Sidhani kama Madrid na wao watakubali kuweza kufungwa mara nyingine tena. Mechi itakuwa ngumu na itakuwa mechi nzuri, tutaenjoy. Nitatoboa kwa sababu naona saikolojia yao pia haiko vizuri.
Mchezo huu utachezwa siku ya Jumapili majira ya saa 11:15 jioni, lakini pia utakuwa mubashara kupitia channel ya Azam Sports 4 HD. Usiache kulipia kingamuzi chako ili uweze kupata burudani ya kukata na shoka. Nikiripoti kutoka hapa Mwenge KMC Complex, Hadija Halifa, Azam Sports. Baada ya kulitazama hilo la Hadija Halifa, ni kukumbushe bado kuna burudani kadha wa kadha ambazo zinaendelea kwenye kisimbuzi cha Azam TV weekend hii, zikiwemo hizi. Hii ni Serie A Jumamosi, yani kesho tarehe 10. Como watakuwa mzigoni dhidi ya Cagliari. Ngoma itakuwa live kwenye kisimbuzi chako kuanzia majira ya saa 10 kamili jioni. Lazio wao watakuwa mzigoni dhidi ya Juventus kuanzia saa 1 kamili usiku. Lakini Empoli wao watakuwa mzigoni dhidi ya Parma kuanzia majira ya saa 3:45 usiku. Ngoma zote zitakuwa live kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV chaneli ya Azam Sport 3 HD. Lakini mbali na hili ambalo litakujia weekend hii kwa maana ya tarehe 10 hapo kesho Jumamosi, una nafasi pia kuendelea kufuatilia vipindi vingine mbalimbali vikubwa kwenye kisimbuzi chako cha Azam TV. Nimekujuza mengi makubwa ambayo tutakuwa nayo kwenye mshike hii leo. Miongoni mwao ni pamoja na haya. Xavi Alonso atangaza kuondoka Bayern Leverkusen mwisho wa msimu huu. Na Wanakino Boys waendelea kujifua wakimsubiri mnyama weekend hii. Ni mshike, mimi ni Kennedy Moses. Usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike. Karibu tuendelee kujuzana makubwa tulionao hii leo. Na sasa tumerejea nyumbani. Klabu ya Simba inaendelea na utaratibu wa kuandikisha mashabiki pamoja na wanachama, lakini pia wadau mbalimbali wanaohitaji kusafiri na kikosi hicho kuelekea kule Morocco kwa ajili ya mchezo wa mkondo wa kwanza finali kombe la shirikisho barani Afrika, ambapo gharama ni $1,200 ambazo ni sawa na shilingi za Kitanzania milioni 3,200,000. Taarifa rasmi kutoka Simba imeeleza kwamba gharama hizo zinajumuisha usafiri wa ndege kwenda na kurudi, malazi pamoja na tiketi ya kuingilia uwanjani siku ya mchezo huo. Hivyo kwa wale wenye nia ya kuambatana na timu hiyo wafike ofisi za Wekundu Msimbazi Simba zilizopo Masaki, Dar es Salaam ili kupewa utaratibu mzima. Kikosi cha Simba kinataraji kusafiri Jumapili usiku baada ya mchezo wa ligi kuu ya NBC dhidi ya KMC utakaopigwa katika uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Na baada ya kulitazama hilo kwa wakati huu, basi naungana na naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Hamisi Mwinjuma ili kutazama hili la safari ya Simba kuelekea kule Morocco, ikiwa ni pamoja na mipango ya ujumla kuelekea nusu finali ya pili ambayo itapigwa hapa Tanzania. Kwanza tuungane naye muda huu. Bila shaka unanisikia waziri? Nakusikia. Naam, shukrani sana kwa kuungana nasi. Na kusikia vizuri sana. Shukrani sana kwa kuungana nasi muda huu. Kwanza hongereni kwa ambacho mmekuwa mkikifanya mpaka sasa. Ulikuwepo Afrika Kusini, tulikuwa wote kule Durban mpaka timu inarejea Tanzania kwa maana ya Wekundu Msimbazi. Sasa kibarua kilichosalia ni kuelekea kule Morocco ambako watakuwa na mchezo wa mkondo wa kwanza wa finali. Mbali na miundombinu, maandalizi kama serikali kwa kuwasapoti, mnafanya kwa kiasi gani mpaka sasa? Kama ambavyo tulifanya wakati Simba inakwenda South Africa. Najirudia kishanza. Inajirudia sana. Hello? Naam, nakupata vizuri tu. Unaweza ukaendelea. Nilikuwa nasema kama ambavyo tulitoa support yetu kama serikali wakati wa Simba inapokwenda kurudiana na Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Hali ni hiyo na hatua ambayo klabu ya Simba imefika sasa hivi. Hili sio jambo la Simba peke yao kama Simba, ni jambo la kinchi, ni operation ya nchi, na sisi kama serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo tuna maelekezo ya moja kwa moja kutoka kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kuhakikisha ya kwamba tunawaunga mkono na tunahakikisha Simba haikwami kwa hali yoyote ile. Kwa hivyo tumefanya mambo kadhaa, lakini moja ambalo
tunaweza kulisema sasa hivi ni kwamba klabu ya Simba imepata ndege kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambayo itaisafirisha timu kama timu. Kwa hivyo maana yake una wachezaji, lakini una viongozi hali kadhalika, na lengo ni kuhakikisha kwamba angalau mzigo huo klabu ya Simba haiko nao tena. Wenyewe wana mashaka ya kucheza namna gani watapata ushindi kwenye hatua hii ya kwanza ya fainali ya kombe la shirikisho la klabu bingwa Afrika, lakini hili la kusafirisha timu kwenda na kurudi kutoka Morocco tumelichukua sisi, na kitabu kilikuwa wazi. Ni kwamba klabu ya Simba itasema yenyewe inahisi serikali inaweza kuwasaidia wapi, na sisi hakuna kipingamizi, tutayafanya hayo. Naam. Lakini hali kadhalika tutahakikisha ya kwamba klabu ya Simba ina ambatana na ujumbe wa serikali wakati inapokwenda Morocco, ili kuhakikisha kwamba hakuna linaloharibika. Kama ambavyo nimetangulia kusema, hii ni operation ya kinchi sasa, na sisi tutakuwa bega kwa bega na klabu ya Simba. Hatutaingilia chochote, lakini tutakuwa hapo kuhakikisha kwamba wana bega la kuegemea wakati wote ambapo wanahisi wanataka kufanya hivyo kwa serikali yao. Hayo ni maelekezo moja kwa moja ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, na sisi tunayatekeleza kwa kuhakikisha kwamba tunawapa nafasi Simba kuwaza mchezo tu, na haya mengine watu wachie sisi. Naibu Waziri, mbali na hilo mmekuwa mnafanya kwa kiasi kikubwa kwenye kuhakikisha mna support miundombinu kuwa rafiki, hasa kuelekea mchezo wa mkondo wa pili. Uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam ulifanya ziara siku kadhaa zilizopita. Vipi kuhusiana na mrejesho, na pale ambapo mlikuwa mmewapa maelekezo wameendelea kuyatekeleza kwa kiasi gani? Ili nilichukulia kama ni automatically inafahamika kwamba swala la miundombinu ya michezo ni jukumu la serikali, na tumekuwa tukifanya hivyo. Timu zetu zote zimekuwa zikicheza kwenye miundombinu ya serikali inapokuja mashindano ya kimataifa, na tulipata wakati mgumu kidogo kwenye mechi ya Simba ya robo finali dhidi ya Al Masry, mechi ya marudiano hapa, ambapo mvua ilinyesha kubwa na ikafanya muda mfupi kabla ya mechi, na ikafanya uwanja kujaa maji. Kwa hiyo wachezaji walipokuja kucheza wakati mvua maji hayajakauka sawa sawa, ikafanya uwanja ukachimbika, tukaufunga wenyewe kufanyia marekebisho, na tukaomba expertise kutoka CAF watuelekeze moja kwa moja ni nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Na bahati nzuri tulikuwa wote wakati tunakwenda kukagua, marekebisho yalikuwa yameanza, na yale yote ambayo CAF walituelekeza yanatakiwa kufanyika yamefanyika. Hii leo yenyewe mimi nimeenda peke yangu baada ya mvua kunyesha kwa takriban masaa 40 na kitu hapa Dar es Salaam, nikaenda kuangalia hali ilivyo kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hali ni nzuri kusema kweli, na kwa sababu bado tuna siku kadhaa za kurekebisha kabla ya kuja kukaguliwa, naamini tutakuwa katika nafasi nzuri. 85% mpaka 90% uwanja uko tayari kabisa kwa mechi, hata kama mechi inatakiwa kuchezwa kesho. Kwa hivyo maelekezo yangu yote ambayo yalitoka siku ambapo tulikwenda kukagua uwanja ule yamefanyiwa kazi kwa takriban 100%, na yale ambayo yalikuwa yanaweza kufanyika kwa wakati huo yamefanyika. Yaliyobaki ni yale yanahitaji muda, kama kupanda nyasi unasubiri ziote, kutengeneza baadhi ya miundombinu. Kwa mfano tulikuwa tunabadilisha viti kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, sehemu ambazo zilikuwa zimeng'olewa viti tulihakikisha zinarudishwa viti, ili uwanja usiwe na sehemu yoyote ambayo ina pengo. Kwa hiyo ni mambo madogo madogo tu yamebaki, lakini kubwa ambalo hasa lilitufanya tuufunge uwanja lilikuwa swala la sehemu ya kuchezea pitch, ambayo tumefanya marekebisho makubwa kuhakikisha haijai maji na imeota nyasi eneo zima, ili kuhakikisha Simba wanacheza mchezo wao wa pili wa finali dhidi ya RS Berkane kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Naam, nikushukuru sana. Basi nashaka utapata wasaa mwingine wa kuendelea kujuzana mengi zaidi kuelekea finali hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Asante Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante, karibuni sana. Naam, ni Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, nikizungumza naye kuhusiana na mchezo unaofuata wa wekundu wa Msimbazi Simba. Baada ya kucheza Jumapili dhidi ya KMC, watakuwa na safari kuelekea Morocco kwenye mchezo mkondo wa kwanza wa finali kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane, na alichotujibu ndicho maandalizi ambayo serikali inafanya kuelekea mchezo huo. Mbali na hilo, tusalie kwenye taarifa hizo za mlengo huo wa wekundu wa Msimbazi Simba. Shabiki maarufu wa klabu ya Simba Rema Kamburuta maarufu kama Mama Boko amekabidhiwa hati yake ya
kusafiria tayari kwa safari ya kwenda Morocco kuiangukia mkono ama kuisapoti klabu ya Simba kwenye kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane Mei 17 mwaka huu. Saidi Msumi anaarifu zaidi kuhusiana na hilo. Ni maeneo ya jiji la Dar es Salaam, maeneo ya Manzese, Midizini hapa. Kwa wakati huu maendeleo yakiwa, shughuli za kimaendeleo zikiwa zinaendelea hapa maeneo ya Manzese. Jambo kubwa zaidi ni kuhusiana na mnyama mkali Simba Sports Club ambaye amefuzu kuelekea fainali. Atacheza dhidi ya RS Berkane mnamo Mei 17 mwaka 2025. Safari hii ya matumaini ya Simba Sports Club ina vitu vingi vya kuweza kuhadithia. Huwezi kuacha mashabiki ambao wamekuwa ni mashabiki ama wachezaji wa 12 kwa ajili ya kuisapoti klabu yao ya Simba Sports Club. Lakini safari hii inawezekana ikawa ni historia njema zaidi kwa mshabiki huyu hapa ambaye ni maarufu sana. Jina lake la passport anaitwa Rehema Kombeluta, lakini wengi tunamfahamu kama Mama Boko. Na sisi hapa Azam Sports tumetia timu hapa kwenda kuzungumza naye, kujua hasa ni nini hatima yake ya kwenda kuiona Simba Sports Club ikienda nchini Morocco na kucheza fainali yake ya kwanza Mei 17. Mimi ni Saidi Salibu Msumi. Hebu twende ndani tukamwone Mama Boko. Na hapa huku ndo tunakwenda sasa kumwona. Hapa ndipo nyumbani kwa Mama Boko na tunaenda kumwangazia. Kama unavyoona mazingira halisi hapa, unaziona kuona jezi zake za Simba Sports Club zikiwepo, ikimaanisha kwamba ni mnyama mkali Simba Sports Club. Kama unavyoweza kuiona kabisa, hii hapa Mama Boko ikiwa imetundikwa kabisa. Sijui kama itakuwa ni upalo wake ambao ataweza kuivaa ama la. Hebu twende tukaangazie huko ndani. Mazingira ndo haya hapa, Mama Boko akiwa anaishi. Odi huku. Mama Boko, Mama Boko. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shikamoo. Marhaba baba. Nimezunguka. Umepotea? Ukiuliza tu Mama Boko anakaa wapi, mbona mimi maarufu baba? Haya. Ningekuonyesha. Karibuni. Asante. Haya bwana. Sasa tunaruhusiwa kuingia au kuna mwenzetu? Hakuna, karibuni, hakuna baba yenu. Karibuni ndani. Niko mwenyewe mama kama mama. Mama kama mama. Sogea Mama Boko. Jambo la kwanza watu wanajiuliza, mchakato wa kuipata ile passport lilikuwa ni tukio la aina gani kwako na ilikuwaje mpaka ukabidhiwa passport? Sijawahi kwenda baba hata siku moja. Watu wanakwenda Saudi wanarudi, wanakwenda Zambia wanarudi. Mimi leo inaniuma sana, nilikuwa sina pasipoti na sina mtu wa kunisapoti kunisafirisha, lakini nimempata mtu wa kunisapoti kunisafirisha. Namshukuru sana Chandema. Chandema ulimuomba ama yeye aliwiwa binafsi kufanya jambo hili? Yaani Chandema juzi katika mechi ya Mashujaa na Simba nililalamika mimi, Chandema aliniona na lalamika. Wakaniuliza, watu wana tabia kuniuliza, Mama Boko wewe mbona mtu mkubwa, lakini mbona safari za mbali uendi? Nikalalamika, nikamwambia jamani, mimi sina pasipoti, sina wa kunisafirisha, kwa hiyo ndio maana siendi safari kubwa. Chandema akaingiwa na lo, akaniuliza vizuri, Mama Boko unasemaje? Nikamwambia mimi sijasafirishwa na wala sina pasipoti. Akasema basi mama, usipate tabu wewe kama mama yangu, mimi nitakutafutia pasipoti na nitakusafirisha. Na ni kweli pasipoti nimeipata hii jana. Kinachosubiriwa ni kujiuliza ni je, hatima Mama Boko na safari yake itakuwaje, na je Simba itaweza kupata matokeo na kushinda ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika? Kutokea hapa Manzese, Dar es Salaam, Saidi Salibu Msumi, Azam Sports. Mama Boko mpaka Casablanca, Morocco. Baada ya hapo atakula basi kwenye Express Road mpaka manispaa ya Berkane kumshuhudia mnyama Simba akicheza nusu fainali yake ya kwanza kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Mimi ni Kennedy Moses, twende break, tutarejea, usiondoke. Haya ni maajabu. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Huu ni Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tuendelee kuangazia makubwa tulionayo hii leo. Na sasa ni kimataifa. Jumapili hii miamba ya soka Hispania FC Barcelona dhidi ya Real Madrid inakutana katika mchezo wa El Clasico ambao utakujia mbashara kupitia Azam TV. Mwenzetu Hadija Alifa amepita maeneo mbalimbali, lakini mbali na hilo tumekujuza hapo awali. Kubwa zaidi ni kwamba kumekuwa kuna mengi yanazungumzwa. Nini ambacho kinaendelea? Muda huu tuangalie namba zinavyozungumza, na muda huu naungana na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Ramadhan Mbwaduke. Tuanze kuangalia namba moja baada ya nyingine. Ramadhan Mbwaduke, huu ndo msimamo wa La Liga. Nafasi ya kwanza Barcelona, nafasi ya pili Real Madrid. Mechi inayofuata wanakutana, alama 79
kwa 75. Japokuwa kwenye mechi za hivi karibuni ni kama Madrid wanaenda kwenye hii mechi wakiwa mikono imebana katikati. Sasa hayo unayosema na msimamo ndio mvuto wa hiyo mechi ambayo yule ambaye hajalipia kifurushi chake inabidi alipie mapema. Inabidi alipia asikose. Kwa sababu gani? Kwanza katika msimu mechi 3 zilizopita za michuano mbalimbali inayokutanisha hii El Clasico, Real Madrid wamefungwa zote. Jumla mabao 12, wamefunga 4. Sasa hii ndo mechi ambayo ya kujipoza, mechi ambayo pengine kwa kocha Don Carlo Ancelotti ni ya mwisho. Lakini kwenye msimamo sasa, hapa ndo panajibu. Hii ni kama finali fulani. Licha kwamba ni El Clasico, lakini ukiangalia point 79 kwa 75. Barcelona sare tu inaenda kuweka katika mazingira mazuri ya kutoa ubingwa msimu huu. Wakishinda ndio kabisa. Lakini Real Madrid namna pekee ya kuokoa msimu huu ni kushinda mechi. Wakishinda maana wanakuwa na point 78. Tofauti inakuwa pointi 1. Barcelona katika mechi zilizobaki zipo ambazo 2 watacheza dhidi ya timu vigogo ambazo kwenye msimamo zipo katika top 4 pale. Athletic Bilbao ni moja wapo. Real Madrid timu kigongo atakayokutana nao katika mechi zilizobaki inoshika nafasi ya 10. Sasa tuangalie mmoja baada ya mwingine kama ambavyo umewagusia. Tuanze kuangalia mechi 5 za kila mmoja. Hizi ni mechi 5 za FC Barcelona. Unaona za mwisho hizi. Kwa namna alivyokwenda na mwendo wake, anakwenda dhidi ya Madrid. Ambapo pote unaona matokeo hapa ni ushindi, ushindi, sare ya 1-1 dhidi ya Real Betis. Wako katika mwenendo mzuri, na kikubwa zaidi ni kwamba vijana wao, tunazungumzia Lamine Yamal, lakini ukizungumzia Rafinha, wanafanya vizuri sana. Miongoni mwa wale ambao wanafanya wawe na matokeo haya. Ingawa timu nzima kina Pedri, kila mmoja wote wako bora sana. Wako na mwenendo mzuri. Hem, tutazame Madrid ambao mechini kama wanaiogopa. Real Madrid tazama, ushindi 3-2, 1-1, wamefungwa na Valencia 2-1. Real Madrid kinachowakwaza ni pamoja eneo lao la kiulinzi. Kwa mfano wanakwenda kwenye mechi, backline yao, walinzi wote ambao huanza kikosi cha kwanza wanaumwa, hawatakuwepo. Hata ambaye huwa anacheza nafasi ya beki 3 kushikia, tunazungumzia sasa Kamavinga, naye anaumwa. Kwa atakuja kucheza kina Vasquez, lakini atakuja kucheza kina Tchouameni. Mwisho wa siku hii ni El Clasico. Real Madrid ni Real Madrid. Yoyote tukipangwa manake kuleta kitu. Ni mechi kali, mechi ambayo upasi kuikosa kabisa. Sasa bana, ninachojilaumu ni kwamba kwa utafiti wangu wote sijai kujua Mbwaduke unashabikia timu gani. Lakini ngoja nikuulize tu. Nani unampa karata ya kushinda mechi inayofuata? Kwanza timu yangu Real Madrid. Lakini mechi naika 50-50. Ila Barcelona kwa vizuri inatisha. Na kwa sababu tu Real Madrid unajua ilivyo, ni kama mwili wa bouncer. Juu iko very strong, afu chini nyembamba kwenye ulinzi kule. Ndo tatizo. Lakini Mbappe ana goli 24, Lewandowski ana mabao 25. Kwa hiyo sehemu nyingi za mvuto. Mbwaduke, mimi nakushukuru. Umekuwa mkweli sana. Shukrani. Asante sana. Ni Ramadhan Mbwaduke nikizungumza naye, na amekuwa mkweli kwa sababu kwa hali ilivyo mpaka sasa mambo ni magumu kwa Real Madrid. Tuangalie mtandaoni swali ambalo tulikuwa tumekuuliza na wewe unajibu vipi. Swali lilikuwa linauliza hivi: El Clasico Jumapili, FC Barcelona dhidi ya Real Madrid. Je, ni timu gani unaipa nafasi ya kushinda na kwa nini? Swali lilikuwa linaulizwa hivyo. Tuangalie majibu yako ambayo umetujibu kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii kupitia Azam TV Sports. Jafari Kopo yeye anasema kutoka Moshi, naipa nafasi kubwa Barcelona iwapo watarekebisha makosa yao eneo lao la ulinzi. Sina shaka na safu yao ya ushambuliaji. Lufungulo Filipo yeye anasema namuona Barcelona akibeba pointi 3 ambazo zitampa nafasi kubwa ya kubeba ubingwa kutokana na kiwango chake kiko juu zaidi hivi karibuni. Lakini Prestifa yeye amezungumzia pia kwa upande wake. Hawa ni Facebook, hapa ni Facebook. John Kushingwa yeye anasema kutoka Urambo Tabora, anasema naipa Barca ushindi kutokana na muendelezo wa matokeo mazuri, hasa mechi ya Jumanne imewapa changamoto ya kwamba ubingwa wao sio lele mama, na uzuri Real hataki kuwa mteja na Barca inataka kuendeleza ubabe. Sasa hapo game itakuwaje? Mimi na tufahamu. Tumalizia na X zamani Twitter. Zuberi Mkindi anasema kutoka Gate, FC Barcelona anaendeleza ubabe wake kama kawaida, kwani ana timu nzuri na sio mchezaji mmoja kama Real Madrid, ukizingatia zaidi anataka ubingwa aliopoteza kwa misimu kadhaa nyuma na kuondoshwa kwenye klabu bingwa Ulaya. Hayo ni miongoni mwa makubwa ambayo wametaja kwenye ukurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tukamilisha na hili: msimu wa 9 wa Tulia Marathon umeendelea mkoani Mbeya, huku maboresho kadhaa yakiwa yamefanyika ili kuongeza mvuto zaidi katika mbio hizo zinazokusudiwa kuchangisha fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu pamoja na afya. Mgeni rasmi katika mbio hizo ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mbunge wa Mbeya mjini Dr. Tulia Ackson. Miongoni mwa maboresho hayo ni pamoja na kufanyika kwa mbio za ndani
zilizohusisha mita 100, mita 200, mita 400, mita 800 pamoja na mita 1500, pamoja na urukaji pia wa umbali mrefu, huku vivutio zaidi vikiwa ni ushiriki wa watoto Tulia Trust Kids Athletics uliohusisha watoto wa shule za msingi. Kwa kesho Jumamosi, mbio hizo za Tulia zitahusisha ukimbiaji wa kilomita 42, 21 pamoja na kilomita 10, lakini kilomita 5 pia ni miongoni mwa mbio ambazo zitakuwa hapo zikianzia katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya. Mohamed Mchokoleka amearifu zaidi kuhusiana na hilo katika taarifa ifuatayo. Hii ni Tulia Marathon ambayo inafanyika kwa msimu wa 9 hapa Mbeya, na tuko kwenye uwanja wa Sokoine hapa ndani. Kinachoendelea sasa hivi ni mashindano ya riadha ambayo yanafanyika kwa siku 2 mfululizo. Leo ni mbio fupi zinazohusisha mita 100 mpaka 1500. Kesho ni mwendelezo wa zile mbio ndefu kwa maana ya marathon kilomita 42, 21, alafu kutakuwa na fun run ya kilomita 10, 5 na nyingi. Pia kulikuwa na mashindano ya watoto ya kukimbia mita 50 na mashindano ya kuruka long jump yalifanyika hapa kwa leo hii kwa siku ya kwanza, kwa tunasubiri pia kesho. Lakini pia mwenye mbio zake Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amezungumza kuhusiana hasa na mbio hizi. Kwa mara chache kuona watoto wakifanya mbio, nini hasa ambacho kilikuvutia ukasema kwenye mbio zangu na mimi nataka niwaweke watoto nao washiriki? Kwa sababu watoto wanajifunza zaidi kwa kuona kuliko kusikia. Kwa hiyo wakija hapa wakiwatazama hawa wakubwa wanavyoshindana, wanavyopata zawadi, na wao hawa wameshindana, sio kwamba wamekuja kufurahisha, na wao wameshindana kabisa na watapata zawadi. Sasa tunaamini hii itawajenga kuwa washindani kwenye huu mchezo wa mbio. Tumeweka uzito pia kwenye hizi mbio za uwanjani, na hii ni mbio pekee nchini Tanzania ambayo inahusisha mashindano ya hawa wanaokimbia uwanjani. Kwa hiyo tunatamani mbio za aina zote zifanyike, na sisi tumefanikiwa kufanya hivyo. Kwa hiyo tunachanganya zile za mbio ndefu na hizi mbio za uwanjani. Sasa kwa nini tunafanya siku 2? Ni kwa sababu huko nyuma tuliwahi kufanya zikiwa pamoja zote kwa siku moja, lakini tukashauriwa na wataalamu kutoka Chama cha Riadha Tanzania kwamba tufanye siku tofauti. Na sasa tumeelewa ufanisi unakuwa mkubwa zaidi, kwa sababu wakati mwingine wale ambao wanakimbia mbio ndefu wanaweza pia kukimbia fupi. Mtazamaji, kama ulivyomsikia Dr. Tulia Ackson ambaye ni mwanzilishi wa mbio hizi za Tulia Marathon ambazo zinafanyika hapa jijini Mbeya kwa siku 2 mfululizo. Kesho usikose kutazama kuanzia saa 12 kamili asubuhi kupitia Azam Sports. Utawaona wakimbiaji mbalimbali wakishindana kwenye mbio ndefu za kilomita 42 kwa maana ya full marathon, half marathon ya 21 na fun run ya kilomita 10, kilomita 5. Utawashuhudia na viongozi mbalimbali wanatarajiwa pia kuwepo hapa kwenye mbio hizi za Tulia Marathon. Kwa leo tumekamilisha. Mimi ni Mohamed Mchokoleka, endelea kufuatilia mazuri kwenye Azam Sports. Tukamilisha na muhtasari. Rasmi Mashemeji Dabi yaahirishwa, FKF kuja na tarehe mpya. Simba Sports Club yafungua mchakato kwa mashabiki wake kuelekea Morocco. Wakati hatuna la ziada, kwa niaba ya wote waliofanikisha hili, huu ni Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Tukutane wiki ijayo.